Djigui Diarra ana paniki, anakwenda kumvaa mwamuzi. Wachezaji wa Yanga pia wana doubt. Mwisho mchezo Diarra anaonyesha ishara matusi kwa waandishi. Hii inaleta picha gani ikiwa kwa shabiki wa Yanga, ikiwa kwa Diarra ni mchezaji mkubwa na golikipa mkubwa hapa Tanzania? Kwanza inaonyesha ishara, cha kwanza sio tabia nzuri. Sawa, ikiwa mchezaji mkubwa sio tabia sahihi. Unaona, sio tabia sahihi kwa mchezaji mkubwa kaliba ya Diarra, ambayo legacy ya Diarra, professional ya Diarra ni mchezaji mkubwa. Ukizungumza mchezaji mkubwa kwa Tanzania, yani Diarra wewe mtoi. Unaweza kumweka golikipa namba moja, lazima muweke golikipa namba moja. Kwa sababu ni golikipa wa Mali namba moja, ambao ni golikipa namba moja ya Mali, ambayo Mali hiyo ni timu ambayo kubwa. Sawa, tukizungumza Mali ni timu inaeleweka katika ulimwengu wa soka. Kacheza AFCON mbalimbali, kaenda kombe la dunia kwenda kuisaidia timu yake ili ifuzu kwa maana mashindano mbalimbali, tournament nyingi imekuja Yanga Afrika. Kwa maana hiyo ukiangalia kwa jina lake, kwa jambo lake, na Diarra hana tabia mbovu, anaga tabia zile ambazo za kiwandazimu toka amekuja Yanga Afrika au alikotoka mpaka sasa hivi bado hajawahi kufanya iko kitu. Na hajawahi kuonyesha tabia zile ambao mbovu. Diarra labda unapomuona inakuwa anagazibika tu, anaweza ikawa ana jazba ya kitu fulani, lakini afikii katika ile design ya mwisho kabisa kusema kwamba mimi naenda kupigana sasa hivi, bado Diarra. Lakini kabla Diarra tujalaumu sana, lazima tunaweza tukamtoa makosa kwa hapa alichokifanya, kuonyesha labda kidole ni sio tabia nzuri. Lakini kabla hajalaumu, yani tujalaumu moja kwa moja lazima kila mmoja tuende katika engo yake. Ukiangalia kwa mfano mechi ya jana au tukio la jana, ukiangalia Diarra ni golikipa, anategemea mikono, na yule ni golikipa anategemea aluke acheze mpira na mikono asilimia kubwa, mpira wa juu wote ule. Kwa maana hiyo wewe referee lazima umlinde mtu ambayo katika eneo lake ambao unamuona anataka kwenda kukevu mpira na anaenda kucheza mpira, unaenda wewe kumzuia na kumtoa kwenye njia, ni faulu moja wapo. Ukiangalia video ile vizuri, ile kona kipindi inakuja, Diarra kaona ule mpira na afu mbele kulikopo ya Okwasi. Ina maana ya Okwasi ule mpira umemshinda kwa kichwa, karuka hajaupata. Diarra kaona ule mpira anaenda kucheza ule mpira, yule mchezaji wa Mtibwa akaupeleka mkono kumsukuma nani? Diarra. Ni zaidi shairi referee anaona, ni zaidi shairi ambao lazimeni anaona kibendera, lakini lile tukio alikuchukuliwa action yoyote ambayo yani kama hakuna kitu ambacho kilichotokea. Sasa ukirudi katika mfumo ule, ina maana Diarra pale ndo hasira zake ilivyokuja, zimekuja hasira na zimekuja tayari, dakika zimekwisha na dakika zimeenda. Alafu ukiangalia akirudi nyuma, tuminyima matukio mbalimbali, tuminyima ambao tukio unaona kabisa ni sio offside, mtu yuko onside ambapo Pacome anatoka anaenda kufunga, unaona. Lakini lazimeni ananyosha shuka yake, lazimeni kasimama na mtu wa mwisho aliko kuwepo, ambapo Pacome sio mtu wa mwisho. Pacome katokea chini kabisa anakimbilia ule mpira, lakini lazimeni anapuliza, analiki bendera, ananyosha shuka lake la kibwege anaweka juu. Kwa maana yale matukio ambao madogo ndio yanayofanya kumtoa mchezaji katika mchezo. Sasa ukiangalia Yanga Afrika na marefari msimu huu tumeshokuwa kama paka na chui. Imeshokuwa sehemu ambayo imefika sehemu ambayo sio sahihi, imefika sehemu ambayo sehemu ya kuongea lakini hatusikiki. Viongozi ambao wakiongea lazima watafungiwa. Sisi tunaongea hatuchukuliwi maanani, lakini ni jambo ambalo sio la msingi, ambao kitu ambacho kinaumiza moyo na kinaumiza roho kwa kile ambacho alichofanywa Diarra, kutolewa wakati anaenda kucheza mpira. Ni kweli kitendo alichofanya Diarra kingine huwezi kusupport ukiwa mwanamichezo, lakini inakuja Diarra kafanya vile kwa sababu ipi? Ina maana tafuta sababu ni wewe referee ambao leo kuwepo. Je, mechi zingine tunaona matukio yanapofanyika kama yale, mbona mnawapa favor? Halafu huku unaona kosa kabisa ni kosa sahihi, lakini alichukuliwa hatua. Kwa maana ni kitendo ambacho cha kinyama, ni kitendo cha kishenzi jana kilichofanyika. Wale referee na malazimeni wake ni wapumbavu ambao wamefanya ujinga na upumbavu ambao katika maamuzi yao sio sahihi kabisa. Wananyonyoa vibendera pasipo na sababu ya msingi. Penalti zimenyimwa shairi za zaidi kabisa. Mchezaji akienda anaenda kuscore, anaenda kutoka, anachukua mpira, ni offside wakati uko offside. Katika kipengele ambao Yanga Afrika tunafinywa sana ni sehemu ambayo ya offside.
Ni sehemu ambayo unaona kabisa kwamba mchezaji anachukua mpira anataka kwenda kufanya tukio fulani, ndio lile movement ile inauliwa. Kama jana unaona mchezaji wetu, unaona kabisa ambao amedondoshwa chini, sawa, namba 9 wetu ya jana yule kadondoshwa chini, kainuka, kachukua mpira, anaondoka, anaenda sasa kushambulia. Refari anapiga filimbi, inakuwa kama yani faulu imefanyika, lakini inaenda upande gani? Inaenda upande wa Mtibwa. Sasa unajiuliza, mchezaji wetu sisi wanengo ndo mpira ndo anao yeye, anaondoka anaenda kushambulia. Wewe leo unakuja filimbi unapuliza, unasema iweke faulo, na ukati advantage referee lazima upige filimbi kama ile advantage uliyoiacha. Mpira umepokonywa kwa kipindi kile sekunde ile, lakini sekunde ile kachukua mpira anaondoka anaenda kushambulia. Una yote kuizofisha nini Yanga Afrika. Kwa maana hiyo Diara lazima jaziba ije, lakini mimi namshauri Diara, unajua nyakati tunapita nyakati ngumu sana, ni nyakati mbaya sana, ni nyakati ambao wachezaji wengine hawapo, na yeye tumaini letu na Diara ni tumaini namba 1 vile vile. Sasa leo lazima wawe makini wachezaji wetu, wanatafutiwa sababu tu, wanapewa vibano, wanatafutiwa sababu kama hizo, hawezi kuachwa, kwa sababu mambo kama haya wakifanya wengine wanaachwa, ila tukifanya sisi lazima tutafungiwa. Na maana wajue timu yao mapito inayopitia au wachezaji ndio inauma roho, inashindwa kuhimili. Lakini na wachezaji nyinyi wakubwa mjue kwamba msimu huu magoli marefari wamejiandaa kwa ajili ya kuijumu Yanga. Mjue marefari wameandaa kwa ajili ambayo ya kuitafuta ubingwa timu nyingine. Lakini leo hivi unafanya vitu vya ajabu, leo unafanya vitu ambavyo vipendezi, alafu ukienda kufungiwa mechi 1 2 inakuwaje? Yani inakuwa mikosi klabu. Ni tukio ambalo haliwezi, hata ukienda kupigana kwa mchezaji haliwezi kufanyaje, haliwezi kubadilika. Maana yake ni kitendo ambacho mimi nakilani, sio kizuri, ni kitendo ambacho hakiko sawasawa, hakijipendeza watu. Ikiwa ni mtu wa football kwa kitendo kile, tuache sisi tufanye ambao. Mimi ninacholaumu sio kumfuata referee, ninacholaumu ni kuonyesha kidole kwa waandishi wa habari. Hata kama tunajua nyinyi mnatumika sana, tunajua, lakini asingeonyesha kidole ni utovu wa nidhamu kwa mimi kama mimi. Lakini Diara sijui kitu gani kilichomkuta, ambao ni mtu ambao anaenda hija kuhiji, ni mtu ambao anafunga, ambao katoka kufunga juzi. Sasa kitu gani kilichomkuta? Ndio yale mapito aliyopitia. Sababu pale bado damu inachemka, kutoka uwanjani damu inachemka, hasira zimejaa, tunaonewa, tunadhulumiwa. Unaona bwana, timu ya kupata yani mechi ya kupata alama 3 tunapokwa lazima tunapokonywa tonge domoni, ndo kama yale. Kwa maana hiyo mimi marefari wajiangalie. Mwisho wa siku kama tutashindwa kupigwa wachezaji kuwapiga marefa, sisi tutashuka mle ndani tutawapiga marefa.